Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu na wale ambao Mwenyezi Mungu hajajalia kuwa Waislamu, leo ni kwa mara nyingine tuko Tanzania, Dar es Salaam. Kwa saa za Afrika Mashariki ni saa 11. Bado tunasubiri iftari ili tusali salatu magharibi tuingie kwenye ibada zinginezo. Ama leo nitazungumza mambo yafuatayo. Mwezi huu wa Ramadhani, katika ibada ndefu Mwenyezi Mungu ametujalia ni ibada ya funga ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ibada zote ni fupi, ibada zote ni fupi. Ibada ya hija ni siku 10 tu. Siku 10 tu. Ibada ndefu kuliko ibada zote Mungu alizotujalia, alhamdulillah, ni ibada ya funga ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ni mwezi ambao Qur'an imeshuka ndani yake. 10 la mwisho limekatika, tunakwenda 10 la pili. Na naomba wanisikilize kidogo baadhi ya watu ambao wanafikiri uli mwezi wa kula. Huu sio mwezi wa kula. Unajua watu wanafikiri utamkuta mtu kafunga alafu amekaa mbele ya chakula kama bwana anasubiri tukivia Allahu Akbar kisha vagamia. Sio mwezi wa kula. Mungu aliposema mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa walioamini kabla yenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Mcha Mungu ni mtu anayekuwa na utulivu. Mcha Mungu ni mtu mwenye subra. Mcha Mungu ni mtu anayetumainia baada ya maisha haya anataraji maisha yale aliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu, ambao hajawahi kufika lakini atafika biidhnillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Lengo la funga ni watu wawe wacha Mungu basi. Sasa mimi wanapata kigugumizi sana kuona mtu anafunga kama vile amelazimishwa kufunga au amesusa kama anamsusia Mungu. Ni mwezi wa kufanya ibada usiku na mchana. Ni mwezi wa kuilazimisha nafsi yale ilikuwa iwezi kuyafanya iyafanye, kama ibada kubwa ya kufunga, ibada ya swala, ibada ya kutoa sana. Waislamu, ni kipindi cha kutoa sana sadaka zetu. Na wakuwapa ni watu gani? Wako watu wahitaji. Mwenyezi Mungu anasema wako watu wanaohitaji katika Qur'ani surati Toba. Mungu amewaeleza. Hao ndio inapaswa tuwape sadaka. Hata upande wa vyakula hivi. Mimi unajua napenda sana kuzungumzia kwa sababu naona Uislamu tunafanya kama Uswahili fulani. Yaani kama vile Uswahili fulani, mtu anafanya kama ni mwezi wa kula tu, ashinde tu basi na kanzu yake inang'aa, basi ndio anaona kafunga. Sheikh, funga sio hiyo. Akimwona mtu anakula pale labda atasua dini yake, wewe kuna kula hapo, mimi nimefunga. Sheikh, wewe umefunga ili watangazie watu au ya Mungu, Mwenyezi Mungu ajue? Funga ni ibada yako wewe na Mungu wako. Huyo mwache ale hajaamini, na hii funga ni kwa ajili ya watu walioamini tu. Kwa nini waheshimu mwezi? Aheshimu mwezi huyo, yeye ameshakataa. Kisha kwambia mimi Mungu wako sio Mungu wangu, mtume wako sio mtume wangu. Na kuna baadhi ya sheria ndani ya Qur'ani Mungu anazungumza kwa ajili ya watu wote. Mungu anasema ya ayuhan nas, enyi watu, ya ayyuhalladhina amanu, ni waumini wa dini ya Kiislamu. Sasa tusichanganye mambo. Kauli ya Qur'ani Mungu anaweza kuzungumza na watu, ina maana watu wote. Nimekumbeni kutokana na mwanamume mmoja ambaye ni Adam na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa, nikakufanyeni mataifa na makabila mbalimbali. Mungu ameweza kusema enyi watu. Ina maana Waislamu, watu wa Kristo, watu wa Yahudi, watu wote tumeumbwa kutoka na baba yetu Adam. Naomba ili watu walielewe. Sasa tunapokuwa katika funga, lazima tujifariji na tujue kwamba ndugu zangu Waislamu, mlipaji wa funga ni Mwenyezi Mungu. Funga ni ibada kubwa sana. Na ukimuona Muislamu amefunga alafu bado nafsi yake haijamuelekea Mwenyezi Mungu, huyo Muislamu tumhurumie sana. Atakuwa na matatizo makubwa mno ya kiimani.
kwa sababu ndio mwezo wa kufanya toba. Sasa nije kwenye iftari. Baadhi ya watu wanafikiri ndio mwezo wa kualikana kuja kuangalia majumba yao ya kifalme au kuja kuangalia fulani anakula kweli iftari ya aina gani. Brother, hivi vyakula tutaacha kule kwa Mwenyezi Mungu, viko vyakula vya peponi. Acha hema vyakula watu mnajishindilia paka kusali talawe mtu anashindwa. Hivi ni vyakula vya duniani tu, havina maana yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu. Havina maana yoyote wallahi. Wapeni watu, walikeni watu wanaostahili. Na utashangaa baadhi ya mashehe, shekhe yeye anataka alikwe yeye tu basi kila mwaka. Aitwe na waziri fulani akale kwa waziri, akafutali kwa mbunge, akafutali kwa mkuu wa mkoa, basi yeye anaona la. Hiyo sio dini. Uislamu sio namna hiyo jamani, tunakosea heshima. Ngoja nikurudishani nyuma kwa mashehe waliopita. Kina Muhammad Nasolo, Mungu awarehemu. Kina Sheikh Muhammad bin Ayubu, kina Sheikh Lamia. Hivi kina Sheikh Alfani Kiumbe kule Kigoma. Unaweza ukaandaa iftari wewe. Ukaandaa iftari wewe waziri, wewe mkuu wa mkoa, ukaenda ukamuita Sheikh Muhammad Ayubu njoo ule iftari huko nimeandaa, kweli atakuja? Kwa sababu mimi najua mwanachuoni Sheikh ni mlishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa unaweza kwenda ukamuita Mtume njoo kwangu ule? Mimi nafikiri wewe ndio unapaswa uende kwake. Masheikh, hebu tubadilike, tunajizalilisha sana. Tunajizalilisha sana. Yaani tunakana sisi ni watu wa kula tu iftari, vifinyango vya nyama basi. Kwa nini tusitengeneze mtandao mzuri? Masheikh tukaonekana sisi tunawasaidia watu, tunawaambia Waislamu wachangie ili tuwapelekee maskini vijijini. Uonekane sheikh umevaa kanzu imechafuka kwa kugawa chakula wallahi. Umebeba begani mfuko wa muhindi wa ngano. Unaenda kwenye nyumba ya maskini unaweka. Wallahi billahi inakuwa ni kheri. Yani Mungu anaona na wanadamu wanaona shekhe anamtumikia Mungu, hataki umaarufu. Umaarufu wake uko kwa Mwenyezi Mungu. Leo umekuwa ni kanzu za kung'aa tu, Ramadhani kanzu zinang'aa, watu waendi kuangalia Waislamu vijijini. Uliwahi kusikia lini shekhe kama Muhammad Ayubu amefuata iftari kwa mtu? Wale ni wanavioni, Mungu amewajalia. Walikuwa na roho za dini. Hawakuangalia dunia. Ukitaka kupeleka pale mkabidhi shekhe. Shekhe atagawia wanafunzi wake, atasaidia maskini wake. Leo hii hata ukipeleka msaada kwa shekhe, sisemi mashekhe wote, na Mungu ni shahidi, wako watu wanamnao wamesoma dini lakini wabaya katika dini. Tumefunga mwezi wa Ramadhani, lazima tuelezane ukweli. Wako Waislamu wanadhalilika vijijini. Nendeni Mtwara hapa tu, nendeni Lindi vijijini, nendeni Mtwara vijijini, nendeni Morogoro vijijini, nendeni Ifakara vijijini, nendeni Musoma vijijini, mkaone Waislamu wanavyodhalilika. Mtu anakosa hata cha kufuturu, anafuturu ugali wa sembe. Subhanallah. Anafuturu ugali wa dona. Mtu anaishi na kimada hawala, ndio anampikia chakula hawala, hajui dini. Mashehe wako mjini wanaingia huko wanatoka. Kwa nini tusifanye kama vile Mtume alivyofanya kwa Muadh bin Jabal? Kwa nini tunapenda sunna nyepesi lakini sunna zile ambazo zinatupa maumivu hatustaki? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen kufundisha dini. Na akamwambia Muadh, na kupeleka Yemen, nenda kufundisha watu dini, usichukue sadaka kwao. Huyo ni Muadh, ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anatumwa na Bwana Mtume. Na anafika Yemen, sahaba huyo anashika shoka, anakata kuni kwa mkono wake, anakuja anapanga, anauza. Nusu anasaidia dini, nusu anakula yeye. Huyu ni sahaba wa Mtume. Na masheikh wanasema wanavioni siku ya kiyama huyu ndio atakuwa kiongozi wa wanavioni wote duniani. Muadh bin Jabal, Mungu amridhie. Leo shekhe gani anaweza katoka akaenda kafanya hivyo kijiji? Sisemi kwa dunia leo kwamba shekhe akate kuni achome mkaa, tuonekana ni mtu mjinga. Lakini shekhe una privilege ya kusimama msikitini kuambia Waislamu wachangie. Angalau ichango hata milioni 50, 30, kila Muislamu atoa hata 2,000. Alafu tujifunze kuwa waaminifu na waadilifu. Ipeleke hiyo sadaka, nenda mwenyewe front line, nenda kijiji chochote, ukaone masikini walifukala. Hawana chochote, hata kanzu kama hii mtu hana.
Watu mna makanzu wamekaa ndani chungu mzima. Mabaibui. Siku ya Idi watu watabadilisha makanzu, watavaa masuti, vilemba, watakula mapilau, mabiliani, makuku, mambuzi, makondoo, wengine wanachinja mpaka ngamia 13. Lakini Waislamu wenzetu wanadhalilika. Waislamu wenzetu wanadhalilika. Na baya niloliona nini? Uaminifu sasa haupo. Kila mmoja anamwona mwenzake mwizi. Kwa kweli kama tukubadilika kwa mfumo huu, tunaimaliza dini. Tunawapa dhiki sana Waislamu wenzetu. Kwa sababu ili tuweze kufanya kazi ya dini, tunaosemea dini, tuwe waaminifu. Tunaosimama kwenye dini ni lazima tuwe waaminifu. Sisi ndio midomo ya dini, wahubiri, mashehe, wanavioni. Ndio midomo ya dini. Juzi nimepita pale Gombelo, mpaka nikamwambia wenzangu, hii ni aibu hii. Ni udhalili wa hali ya juu. Waislamu wanadhalilika. Dar es Salaam wa pale Gombelo pale Magomeni. Wapo Waturuki wanapika chakula. Wanapika chakula kingi sana, hata kilo 50 au kilo 100. Wanaleta pale majungu yao kuanzia saa 10 mpaka saa 12 kasoro. Ndio wanamaliza kugawa. Wanawake wamefole na hotpot. Wanawake, nenda tu pale Gombelo, nenda kesho mkaone mkapige picha muone. Watu wamefole ni hapa na kule, Mturuki anagawa chakula. Mimi nikajiuliza hivi, kwa nini hiki chakula hapa Gombelo, pale mbele kuna msikiti wa wazee, hapa kuna msikiti wa Mbechai, huku kuna msikiti wa Mikumi, Kisumu. Kwa nini misikiti wasiende wakawatafuta mashehe, wakawauliza tuelezeni maskini walioko eneo hili? Akapatiwa shehe wa msaada, akaenda anagawa doa tu doa ili kuondoa uzalili ule. Ni kuzalilishana. Mwenzangu akaniambia akipeleka kwa mashehe wanakula. Akipeleka hii kilo 100 kwa sababu pale kuanzia Ramadhani inaanza, ili 10 la mwisho lote, 10 la kwanza lote limeisha. Naona mpaka Ramadhani itaisha anafanya hivyo huyo bwana. Na kila siku anapika 60 ya kilo 100. Nendeni mkaone Gombelo kama anasema uongo Magomeni. Kwa mwezi mzima ni kilo ngapi? Ni kilo ngapi? Pigeni hesabu 300 kilo 3000 Kilo 3000 hizo ukimkabidhi, ukiwakabidhi Waislamu 5 useme ndio pelekeni, watauza zote na utajiri unaingia. Kilo 3000 kila kilo shilingi 3000. Piga ni bei gani? Kilo 1000 zifanye mara 3000 ni bei gani? Kilo 1000 tu mara 3000 ni bei gani? Karibu milioni ngapi? Milioni 3 au milioni ngapi? Kilo 1000 mara 3 karibu milioni 3. Milioni 9 hiyo. Watanunua kilo 100, milioni ngapi yoyote wanaweka mfukoni, na kitoweo watapeleka vidogo tu. Sasa kama imefikia mtu anataka kutoa mwenyewe na kwenda mwenyewe, ni wazi kwamba viongozi wa dini tumepoteza mwelekeo, hatuaminiwi tena. Ndio chanzo cha kuua dini. Ndio chanzo cha kuumiza dini. Lakini ukiyasema maneno watu wanachukia kwa sababu unagusa maslahi yao. Watu hawataki kuelezwa ukweli. Si kwamba matajiri hawaoni hawahurumii Waislamu. Matajiri wa Kiislamu wana huruma sana, wanawahurumia sana. Lakini kazi ya msaada, hata kama ni wewe unatoa ili ufurahi kweli, hata mtu akila hilo ulichokitoa utalipwa na Mungu, na yule anayekula atapata dhambi. Lakini lengo lako wewe ale huyu wale wasipate, hapana. Lengo la wewe tajiri unaitoa wapate watu wanaotakiwa kupata. Ndio furaha yako na ndio faraja yako. Kwa hiyo mimi natutaka niseme kwamba tujitafakari sana. Kama tunafaa, basi tuendelee na msimamo huu. Kama hatufai, tubadilike au tuwapishe wanaofaa wajaribu nao kuendesha gurudumu la Uislamu. Ni mawili tu. Kama tunaona vipi tubadilike, tujisachi katika nafsi zetu ili tuwe kweli katika haki. Na kama la tumeshindwa, basi na bora kuachia mamlaka ya kidini, tuachie watu wanaoweza kusimama na wakawa waadilifu. Wako Waislamu waadilifu. Ni aibu sana kuona mtu anatoka nje anakuja anachinja mang'ombe, mambuzi, yeye mwenyewe anadhalilisha watu, wanapanga foleni. Waislamu wanaonekana ni watu wa kula tu, wanagombea pilau na biriani. Hili nimependa niliseme. Mashaikh badilikeni, na mimi na nafsi yangu nibadilike. Hatuwezi kuwa na watu wanaosubiri kuitwa kula tu. Hawafikiri watu wetu tunaoongoza tuwasaidieje.
Haiwezekani hata siku moja. Hata siku moja haiwezekani. Shehe unafuturu wewe na mkeo tu nyumbani? Shehe Ramadhani hii inatakiwa watu wagongane kwako. Kama kweli ni shehe, watu wagongane kwako. Watu wafutari kwako. Watu 20, 15, 30, watu wafutari kwako. Mpaka Ramadhani inakwisha unasema ni watu wamefuturu kwangu zaidi ya 1,000. Shehe unakula futari wewe na mkeo wako kama daku. Daku ndio unakula wewe na mkeo. Futari inaliwa na umma. Ndio maana zamani wazee wetu kwa wakati wasi hatujashirimu tulikuwa tunaona Waislamu wanatoa chakula nje. Mtu yote anayepita anaangukia kwenye chakula. Yako wapi yote haya? Yako wapi? Kwa hiyo niseme hilo kwamba ndugu zangu, dunia inakwisha. Tubadilikeni. Matumizi ya dini yamfikie kila mmoja, kwa sababu Uislamu ni dini ya watu wote. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani sura 21 aya 107, hatukumleta Muhammad ila awe rehema kwa walimwengu wote. Wewe unavaa kanzu, wako Waislamu wenzako hawana cha kufanya, wanautamani hata kuingia katika ukafiri kwa sababu hakuna mtu wa kuwashika mkono. Subhanallah. Waislamu wakati wa Bwana Mtume watu walisilimu kutokana na tabia njema ya Waislamu na Mtume. Watu waliingia katika dini kwa kuona tabia njema ya Mtume na maswahaba. Leo hii nani anaweza kasilimu kwa kuona tabia ya Waislamu? Yuko wapi? Ukiona mtu anasilimu leo ni kadari tu, Mungu tu amekadiria watu waingie katika dini yake ili wanaopinga dini waone kwamba Uislamu ni dini ya Mungu. Yaani mimi nawaeleza ukweli, na ukweli mtachukia, na najua mnachukia, chukieni, lakini haki itabaki kuwa haki. Uislamu wetu ni wa maneno tu, sio vitendo. Hauna msaada katika umma, katika jamii. Mwezi wa Ramadhani litegemea kwamba ndio maskini wafaidike. Matajiri wapo, sio kama matajiri tunawalaumu, wana roho nzuri, wanasaidia watu, lakini tajiri hawezi kujua maskini wa mtaani. Hakuna tajiri anakaa Buguruni Uswahilini. Hakuna tajiri anayekaa uwanja wa Fish Manzese. Hakuna tajiri anakaa Mbagala Kigilagila. Matajiri wote wako Oysterbay, wako Mbezi Beach, wako Upanga, wako Salenda Bridge. Matajiri wote wana maeneo ya kukaa. Wako Msasani. Sasa watu wanaokaa Uswahilini, wewe kiongozi wa dini ndio utawajua watu wako katika eneo lako la msikiti. Sasa wewe unakuwa ni imamu wa sala tu. Unakuwa shehe wa wilaya wa jina tu. Unakuwa shehe wa mkoa, hujui unachokiendesha mkoani kwako. Ushughuliki na mashehe wako wa wilaya, mashehe wako wa kata, mashehe wa mtaa. Ukisema mtu kwamba wewe unatukana watu, una adabu wewe. Hapana, fikirieni nao yasema kama katika haki. Fikirieni nao yasema. Omar bin Khattab hakuwa Mwinyi, hakuwa bwana mkubwa. Wakati anatoka Madina na kwenda Jerusalem, historia ya dini mashehe nyinyi wenyewe ndio mnatufundisha visa hivi. Mnasema siku moja alikuwa wanapita, yeye amepanda kipando. Wamepeana zamu kupanda mnyama, yeye na mfanyakazi wake. Huyo ni amiri limuminina, khalifa, kiongozi wa waumini. Anapanda Omar, anasoma surati Yasin, kifika mwisho anashuka, anapanda mwingine surati Yasin, ikafika sehemu yenye tope. Angalia viongozi waadilifu. Alipofika sehemu ya tope, ilikuwa ni zamu ya kupanda mfanyakazi. Mfanyakazi akamwambia Omar, hapana, wewe ni bosi wangu, siwezi mimi nipande mnyama vuke tope. Panda wewe. Sikilizeni nyinyi Waislamu, mna deni kubwa viongozi. Akapanda Omar. Amefika katikati, Omar akalia akasema nimeangamia. Omar bin Khattab, huu ni utukufu. Omar akalia, nimeangamia mimi. Akashuka akamwambia mfanyakazi, panda, ni haki yako, nisikudhulumu. Mfanyakazi akamwambia panda, ni haki yako. Mfanyakazi anapanda, Omar anakunja kanzu, anavuruga tope. Nani anaweza kufanya? Shehe gani anaweza kufanya? Shehe gani anaweza kufanya uadilifu huu leo? Yuko wapi uadilifu? Nani anaweza kufanya uadilifu? Wanafika Jerusalem, wanamwangalia Omar, wanamwangalia na mfanyakazi, wanafikiri mfanyakazi ndio boss. Omar kanzu imejaa tope. Na alilia akasema, panda mnyama, ni haki yako. Sisi hatuhitaji tena dunia.
Tumeshaisaza dunia, tunahitaji kesho kwa Mwenyezi Mungu. Omar anasema maneno haya, dunia sisi basi tena, tunahitaji kesho kwa Mungu. Dunia sisi tumesasa. Wako wapi Waislamu? Wako wapi viongozi wa dini wenye nia ya kesho mbele ya Mungu? Watu wanataka wawe na majumba mazuri, wao tu peke yao. Wanataka wawe na magari mazuri, wao peke yao. Wanataka wawe wake wanne wazuri, wao peke yao. Wasome watoto kwa mashule ya kitajiri, wao peke yao. Sheikh awe na kanzu 20-30 yeye peke yake za gharama. Haangalii watu. Nimepewa dhamana kwa kiongozi, taulizwa nilichokiongoza. Utaulizwa ulichokiongoza. Waislamu, mimi anayasema simlengi mtu. Mawaidha ni upanga, mawaidha ni dawa. Ndio maana kaitwa dawa. Ina maana kuna dawa chungu na dawa tamu na dawa baridi. Sasa kuna mawaidha yanatoka kwa ni dawa chungu. Mezeni hivyo hivyo. Ndio hata katika Biblia Yesu anasema katika Mathayo ile 30 ngapi, Yesu anasema sikuleta amani duniani ila upanga. Sio upanga wa kukata watu. Ina maana maneno ya Mungu ni panga, yatawaumiza tu. Musambituna wataumia kwa maneno ya Mungu. Kwa na mimi nasema ebu tubadilikeni. Hii dunia tutapita tu. Tutalala kwenye mwanandani na tutafufuliwa siku ya kisimamo na tutakwenda kuwajibika kwa tuliyofanya. Fungeni ili mpate kuwa wacha Mungu. Je, sisi tunakuwa wacha Mungu kweli? Je, matendo yetu yanafanana na wacha Mungu? Tumefunga kweli tuwe wacha Mungu? Kweli tunakuwa wacha Mungu? Tumeathirika nini ndani ya funga? Mcha Mungu hayuko hivyo. Mcha Mungu hatamani dunia. Mcha Mungu anatamani akhera. Labda nimalize na hiki kisa kidogo, mtaniwia radhi. Hiki kisa kilichokea miaka ya nyuma katika nchi Afghanistan. Ile nchi ilikuwa inaongozwa Kiislamu na kiongozi wake alikuwa anaitwa Amir al-Mu'minin Mullah Omar. Alikuwa na jicho moja. Alilipata katika ajali ya vita. Wakati Bin Laden wamempokea kule, Amerika alitaka kwenda kuipiga ile nchi wakati anataka kwenda kuivamia. Sikilizeni kwa makini sana. Wale watu walizulumiwa. Sisemi wewe unaenda kulipua majumba ya watu, unaenda kuua watu. Uislamu kutuambia hayo. Usije ukasema anaamrisha ugaidi. Mimi siko huko, lakini nakuelezeni wale watu walidhulumiwa Afghanistan. Walikuwa wameishi katika nchi yao. Bush akamwambia nipeni Osama. Alimtaka Mullah, akamwambia nipe Osama unikabidhi. Ukinipatia Bin Laden sitoipiga nchi yako. Wakaitisha kikao cha baraza la mashehe ndani ya ikulu ya Mullah. Mullah akawaambia Bush anamtaka Bin Laden huyo hapa tunaye. Sasa vipi tumtoe? Makamu wa rais wa Mullah, yani naibu Amir al-Mu'minin, yeye alikuwa hana mkono, ana mkono mmoja. Mkono wake ulipigwa ukavunjwa na bunduki. Akasimama akamwambia Mullah, akasema wallahi na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, kumtoa Muislamu mmoja kumkabidhi kafiri ili akamdhuru kwa mkono wetu ni sawa na kuikataa Qur'ani na kuikanyaga Qur'ani. Alipofika hapo walilia, baraza lote watu walilia. Wakasema kama Bush ameamua kuja kutudhulumu Waislamu Afghanistan, basi aje atuue na sisi tutakuwa watu wa kwanza kufa. Lakini hatutomkabidhi Osama wala kusalenda mbele ya Bush. Wakaambia Bush, tumeshindwa kukabidhi Muislamu. Kama unataka kuja kutudhulumu, njoo tudhulumu. Angalieni ni imani namna gani hiyo. Ni imani iliyoje ya namna hiyo. Bush akasema nakuja kupiga, akamwambia njoo upige. Akaanza kupiga ile Afghanistan. Wakati anapiga, wanaondoka wale viongozi, wanaikimbia nchi, wanakwenda kwenye mahandaki kule Tola Bora. Baadhi ya intelligence ya Mullah ikamwambia mzee mwanao amekufa. Tunafanyaje? Wallahi Mullah aliapa akasema mimi nashughulika na Waislamu na Uislamu. Mwache afe na muomba Mwenyezi Mungu ampokee. Amekufa yeye lakini bado Uislamu haufi. Mullah kaapa akasema wallahi na hapa kumtoa Muislamu mmoja kama huyu kumkabidhi kafiri ni kitendo cha kuikataa Qur'an. Kama kuisha wacha tuishe watu wote.
au walikuwa wanadhulumiwa. Na Mungu amesema katika Qur'ani surati Haji sura 22 aya 39, Mwenyezi Mungu anasema wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa kwa sababu wanadhulumiwa, na Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nao. Waliotolewa katika majumba yao pasipokuwa na haki kwa sababu ya kusema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu, na kama Mungu asingewakinga nawe yangelivunjwa makanisa na misikiti ambapo jina la Mungu linatajwa humo. Kasoma hiyo surati Haji. Wameruhusiwa kupigana wanaopigwa kwa sababu wanadhulumiwa. Wale Afghanistan walizulumiwa, walionewa kwa sababu ya kumsema Mungu ni mmoja. Wamekwenda wakawa nalala kwenye mahandaki. Amiri al-Muminina analala kwenye mahandaki ya Tola Bola. Analala handaki hili, anahama kesho analala hilo. Wallahi amelala Mola. Aliyekuwa analala Ikulu, analindwa na askari, anakula chakula anachotaka, anafanya lolote analotaka, lakini alihama kwa ajili ya Mungu, akaingia Tola Bola, akalala kwenye mahandaki. Akawa nahama mahandaki, lakini akasema inshallah biidhnillah nalala chini, iko siku itafika nitalala kwenye magodoro ya dhahabu. Dunia basi. Aliyakubali hayo Mola. Aliyakubali Mola kwa ajili ya Mungu, kwamba nimetolewa kwa ajili ya kusimamisha kitabu changu. Sasa basi. Na kweli Mola amekufa, na Waislamu waliuawa nchi ile, lakini Mungu akawapa subra, wamerudi, Uislamu umesimama. Wapo Waislamu wanaendelea na harakati zao za dini vizuri, na wakati wanarudi majeshi ya Mola Mola alishakufa, majeshi ya Kiislamu yakasema hatumwagi damu na tuui mtu hata mmoja, awe Muislamu au sio Muislamu, tunatangaza amani tu. Mpaka leo Waislamu wanaishi. Wewe imani yako iko wapi? Kama shilingi 1000, 2000 kumsaidia Muislamu mwenzako, tena kiongozi wa dini, na umesoma dini na Qur'an unaijua, wewe unakula, unaiyali Waislamu wafe njaa. Hebu fikiri kesho kwa Mungu una malipo gani wewe? Kwa kujua tu kusoma Qur'an au kwa kujua tu kusoma Kiarabu ndio uende peponi? Mnadhani nyinyi mtaingia peponi hivi hivi kabla hajakufikeni kama walofika waliamini kabla yenu? Kwa hiyo pimeni hayo. Matajiri wa Tanzania wala wasilaumiwi, wanafanya kazi ya Mungu nzuri na wanajitahidi sana kuyafanya, lakini Waislamu wanadhalilika kwa sababu zaka zikitolewa haziwafikii walengwa. Matajiri hawezi kuwajua maskini. Sadaka zikitolewa haziwafikii walengwa. Tajiri hawezi kujua maskini wako sehemu gani. Matajiri wote wanasali misikiti ya mjini kule, misikiti ya kitajiri Maamuri Upanga, wanasali misikiti ya Mtoro kule, wana misikiti mikubwa huko imejengwa na matajiri wenzao, hawasali Buguruni wala uwanja wa Fichi. Atajuaje kama kuna maskini? Ina maana wewe kiongozi wa dini ndio unajua maskini wa eneo lako. Ni sawa na mkuu wa mkoa ndio anajua watu wenye matatizo ndani ya mkoa wake. Mkuu wa wilaya anajua matatizo yaliko wilayani kwake. Sasa mashehe mnayajua hayo? Maimamu mnayajua hayo? Mimi niwashukuru sana. Nifupishe maneno yangu kama yatawakera, lakini dini imelazimika tuseme ni dini. Na naomba Mwenyezi Mungu anijalie niwe mkweli katika dini, na ulimi wangu uwe sehemu ya amani na salama katika umma. Na Mungu anijalie maneno haya yapenya katika nyoyo za Waislamu duniani kote, tuzidishe ucha Mungu. Na Mungu ajalie tunaposimama kusema amani, umoja, ushirikiano uwepo katika Waislamu, na tufanye kazi ya Mungu kama Mungu alivyotaka, na tusimwogope yote la Mwenyezi Mungu. Lakini tuombe amani ndani ya nchi yetu na nje ya Tanzania, na tuiombee Kongo sana. Mungu ajalie amani. Wanapitia kiwango kigumu sana. Kongo wako Waislamu wenzetu ndani ya Ramadhani. Sudani wako Waislamu wenzetu ndani ya Ramadhani. Wanapata dhiki ya Rabbi. Sijui wanaishije. Hebu fikiria. Gaza wako Waislamu wenzetu ndani ya Ramadhani. Sijui inakuwaje ya Rabbi. Kama mimi na wewe tuko nchi ya amani, lakini tunakuwa mapepe waluwalu namna hii. Wenzetu walio katika nchi hizo zenye matatizo. Awe Muislamu awe sio Muislamu, matatizo ni matatizo tu. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia neema ya Uislamu na kunifanya kuwa Muislamu, kuishi katika nchi ya Tanzania, nchi yenye amani. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike na kushare channel ya Mwepopo. Utapata mambo mengi sana yenye kuweza kukutia imani nafsi yako na kukupa yakini Uislamu. Wapeni wanaohitaji, msiwape mnaowataka nyinyi. Acheni kufutulisha watu mnaowataka. Futari ya kufata kwa mtu ni udhalili.
Anapokuja kwako nyumbani ameacha mke na watoto, atafuturu nini na yeye? Wasaidieni watu hawa. Acheni ria ya kujionyesha. Mwisho wa kipindi ndio mwanzo wa kipindi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.